Naam, hujambo na karibu mpenzi mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanajiri au yanaendelea sasa hivi katika nyanja ya kisiasa. Hatimaye jeshi kuu la Tanzania JWTZ limezungumza kuhusu habari za kuigeuka serikali na kuunga mkono maandamano baada ya taharuki kuzuka nchini kuanzia juzi na jana kufuatia tishio la anayejiita mwanajeshi Kapteni Tesha wa JWTZ Tanzania kuwahimiza Watanzania kuandamana dhidi ya serikali ya Samia Suluhu, akidai kuwa jeshi linaunga mkono wananchi katika maandamano hayo. Msemaji wa majeshi sasa hivi azungumza kuhusu ripoti hiyo ya kuigeuka serikali na kuweza kuunga mkono maandamano, atuma ujumbe mzito sasa hivi kwa wananchi kuhusu taharuki hiyo iliyoweza kuzuliwa na Kapteni Tesha. Bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina na kwa undani zaidi. Katika wiki za hivi karibuni, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imeshuhudia wimbi kubwa la mijadala mtandaoni na wasiwasi wa umma unaohusisha taasisi yake ya usalama inayoheshimika zaidi, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linalojulikana sana kwa kifupi cha Kiswahili cha JWTZ. Haya yanajiri baada ya kuzuka kwa machapisho na mijadala yenye utata mitandaoni katika mitandao ya kijamii iliyojaribu kuhusisha jeshi la Tanzania na maamuzi ya kisiasa yanayoegemea upande mmoja wa upinzani na madai ya kuingilia masuala ya kisiasa ya kiraia. Hali hiyo iliongezeka kufuatia kusambaa kwa maudhui ama taarifa yanayoaminika kuchapishwa au kusukumwa na mtu ghushi ama mtu feki aliyejifanya afisa wa ngazi za juu wa jeshi ambaye utambulisho wake bado unachunguzwa, lakini kulingana naye alijipatia jina la Kapteni Tesha. Vitendo hivi vilisababisha jibu kali na la haraka kutoka kwa jeshi la Tanzania la JWTZ kupitia kwa msemaji wake rasmi ambaye alisisitiza dhamira isiyoyumba ya taasisi hiyo ya kufuata utaratibu wa kikatiba na kutoegemea upande wowote. Kwa mujibu wa msemaji huyo wa JWTZ, jeshi hilo limesimama kidete katika jukumu lao la kutoegemea upande wowote wa nchi kwa nia ya pekee ya kutetea haki ya ardhi ya nchi hii ya Tanzania, kudumisha amani ya taifa na kuhakikisha usalama wa Watanzania wote bila kujali itikadi zao za kisiasa. Msemaji huyo alitupilia mbali madai yaliyotolewa na afisa huyo wa jeshi bandia ambaye inasemekana alishiriki matamshi ya uchochezi na maneno yanayoonyesha kuwa jeshi lilikuwa na maslahi fulani ya kisiasa. Msemaji huyo alionya dhidi ya kuendelea kwa matumizi mabaya ya taswira za kijeshi na uwakilishi wa uongo mtandaoni unaofanywa na watu wasiojulikana, akiwemo mwigaji ambaye vitendo vyake vimechangia kuongezeka kwa wasiwasi na hofu miongoni mwa umma. Nafasi za afisa huyo wa jeshi bandia zilizua wasiwasi mkubwa wa umma Tanzania, haswa ikizingatiwa hali nyeti ya ushiriki wa kijeshi katika jamii za kidemokrasia na ikikaribia uchaguzi. Watanzania wengi walijitokeza kwenye mitandao ya kijamii kueleza hofu na masikitiko yao, huku wengine wakitaka utulivu na wengine wakihoji uwezekano wa taarifa hizo iwapo itaaminika kuwa ni za kweli. Msemaji huyo wa JWTZ alijibu hoja hizo kwa kuhakikishia umma kuwa taasisi hiyo haina nafasi yoyote katika kufanya maamuzi ya kisiasa na bado ni nguvu ya utulivu inayohudumia wananchi wote kwa usawa. Aidha, msemaji huyo alisisitiza kuwa jeshi halivumilii juhudi zozote za kuhusisha operesheni zake na siasa za upendeleo, haswa wakati juhudi kama hizo zinaendeshwa na watu wadanganyifu kama afisa aliyetajwa kama Kapteni Tesha, ambaye dhamira yake inaonekana kuwa ni mmomonyoko wa imani ya umma kwa taasisi za kitaifa. Akizungumzia zaidi suala hilo, msemaji huyo wa jeshi alieleza kuwa mifumo ya ndani ya jeshi ya kufuatilia taarifa potofu ni hai na iko makini. Msemaji huyo wa majeshi alibainisha, linaangalia kwa karibu njia za mitandao ya kijamii na mijadala ya mtandaoni kwa majaribio yoyote, hasa watu binafsi kama vile afisa wa jeshi bandia huyu, ili kudhoofisha uadilifu na sifa ya jeshi. Ataweza kuchukuliwa hatua kali iwapo atapatikana. Kutokana na hali hiyo, msemaji huyo alitoa onyo kali kwamba hatua za kisheria zitachukuliwa kwa yoyote atakayebainika kusambaza taarifa za uongo kwa makusudi kuhusu jeshi hilo la JWTZ au kujifanya mwanachama wa jeshi hilo. Jibu hili halikusudiwi tu kulinda sifa ya jeshi bali pia kulinda usalama wa taifa hili tukufu la Tanzania, jambo ambalo linaweza kutishiwa na uenezaji wa uongo hatari. Katika muda wote wa hotuba hiyo, msemaji huyo wa JWTZ alisisitiza kuwa maadili ya jeshi ni pamoja na nidhamu, uzalendo na uadilifu kwa katiba. Maadili hayo, msemaji huyo alieleza, hayaendani na tabia iliyoonyesha
unaonyeshwa na ofisa huyo feki Kapteni Tesha ambaye anaendelea kupotosha baadhi ya wananchi mitandaoni kwa madai ya uzushi katika uthibitishaji taaluma ya jeshi. Msemaji huyo aliwahimiza Watanzania kuendelea kuweka imani yao kwa JWTZ kama taasisi isiyoegemea upande wowote na yenye uzalendo. Msemaji huyo wa kijeshi alisisitiza halitakubali kuburutwa kwenye mazungumzo ya kisiasa wala halitaruhusu watu kama mwigaji huyo kudanganya maoni ya umma kupitia taarifa za uongo au ushirika uliotengenezwa, pamoja na kuwatahadharisha wananchi kuhusu kuenea kwa taarifa hizo potofu. Msemaji huyo wa JWTZ pia alitoa mwito mpana zaidi wa kuchukua hatua, akiwataka Watanzania wote kukumbatia utamaduni wa kuwasiliana kwa uwajibikaji, hasa wanapojihusisha na mada nyeti mtandao. Kuhusika kwa afisa wa jeshi bandia katika suala zito kama hilo, msemaji huyo alidai inapaswa kuwa ukumbusho kwamba sio habari zote zinazoshirikiwa kwenye majukwaa ya kidijitali ni za kuaminika. Kwa hiyo msemaji huyo alizitaka vyombo vya habari, mashirika ya kiraia na raia wa kawaida kudhibitisha vyanzo kabla ya kushiriki au kujibu maudhui yenye mashtaka ya kisiasa yanayohusisha taasisi za kitaifa kama vile jeshi. Alisisitiza msemaji huyo akidai linaendelea kuzingatia majukumu yake yaliyowekwa kikatiba na ni wajibu wa kila Mtanzania kukinga taasisi za kitaifa dhidi ya masimulizi ya uongo na kuingiliwa kisiasa kusikostahili. JWTZ pia ilitumia fursa hii kutoa elimu kwa umma juu ya athari za kisheria za kujifanya askari. Kama ilivyobainishwa na msemaji huyo, vitendo kama vile afisa huyo wa jeshi feki Kapteni Tesha ni makosa makubwa ya jinai kwa mujibu wa sheria za Tanzania na adhabu yake ni kubwa kisheria. Msemaji huyo aliweka wazi kuwa vyombo vya usalama tayari vinafanya kazi ya kufuatilia utambulisho na mtandao wa mwigaji huyo Kapteni feki na yeyote ambaye huenda alishirikiana katika kueneza taarifa hizo potofu. Kwa maoni ya msemaji huyo, vitendo hivi si uhalifu wa mtu binafsi tu, bali ni mashambulizi dhidi ya utu na utulivu wa taifa nzima. Hata hivyo, na vitashughulikiwa kwa uzito unaostahili na yoyote atakayekamatwa atafikishwa mahakamani au mbele ya sheria mara moja. Muhimu sawa katika taarifa ya msemaji huyo wa jeshi ilikuwa msisitizo juu ya jukumu la kijeshi la JWTZ katika jamii ya kidemokrasia. Kwa mujibu wa msemaji huyo wa JWTZ, jeshi linafahamu kikamilifu mipaka kati ya utawala wa kiraia na ulinzi wa kitaifa na halijawahi wakati wowote kufanya kazi nje ya mipaka iliyowekwa na sheria. Kwa kuendelea kusimamia mipaka hii, jeshi sio tu kwamba linalinda usalama wa taifa, bali pia linachangia katika mradi mpana wa utulivu wa kidemokrasia. Vitendo vya afisa huyo feki, msemaji huyo alieleza, vinahatarisha uwiano huu mzito kwa kuzua hali ya kutoaminiana kati ya wananchi na taasisi zilizoundwa kuwahudumia. Jeshi chini ya mwongozo wa wazi wa amri yake na kwa heshima ya kikatiba linasalia na nia ya kupinga jitihada zozote za ndani au za nje ambazo zinalenga kuingilia siasa kwenye ujumbe wake. Katika kutafakari juu ya athari pana za hali hiyo, msemaji huyo alidokeza kuwa tukio hili linatumika kama wakati wa kujifunza kitaifa. Afisa huyo hushia mafeki ambaye huenda hatua zake zilionekana kuwa ndogo kwa wengine, hujumuisha mwelekeo hatari ambapo taarifa za uongo huwekwa kwa madhumuni ya kisiasa au kiitikadi. Msemaji huyo wa jeshi alilaani vikali tabia hii na kuhimiza mazungumzo ya kitaifa kuhusu kusoma na kuandika kidijitali na uwajibikaji wa kiraia. Mtazamaji, ni hayo tu ambayo nimekuandalia sasa hivi na kuomba unijuze maoni yako upande wa comment kuhusiana na taarifa hizi za jeshi. Vile bonyeza alama ya like kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele, alafu bonyeza box hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.